Shalom ndugu mpendwa mtazamaji, popote pale unaponisikiliza, popote pale unaponitazama, na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Karibu tena kwenye mfululizo wetu wa mahubiri kutoka katika kitabu cha Habakuki. Wakati kila kitu kinaanguka nje, Mungu anajenga ndani. Habakuki sura yake ya kwanza mstari wa kwanza hadi sura ya pili mstari wa 5. Wakati Mungu ananyamaza, kisha anajibu kwa namna isiyotarajiwa. Mada: unawezaje kuitikia wakati Mungu anaonekana hayupo, lakini anatenda kupitia njia zisizotarajiwa? Utangulizi: je, umewahi kuwa mahali pa mkanganyiko wa kiroho? Umeomba, umefunga, umelia, lakini hakuna kitu. Kwa kawaida, nabii huzungumza na watu kwa jina la Bwana. Lakini Habakuki si nabii anayezungumza kwa watu, bali ni nabii anayelia kwa Mungu. Na kinachomuuma zaidi si dhambi ya Babeli, bali ni upotovu wa watu wake mwenyewe pamoja na ukimya wa Mungu. Lakini Mungu anapojibu, mshtuko unakuwa mkubwa zaidi. Nitawainua Wakaldao, yaani taifa lililo baya zaidi, lenye ukatili zaidi, lenye uovu zaidi kuliko Yuda. Mahubiri haya ya kwanza yanahusu maswali mawili makubwa. Kwa nini Mungu ananyamaza wakati kuna udhalimu kati ya watu wake? Kwa nini Mungu analitumia taifa baya zaidi kama chombo cha hukumu? Alafu moja, kilio cha nabii. Kwa nini unanyamaza Bwana? Habakuki sura yake ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa 4. Habakuki hanyakimi udhalimu. Anamkabili Mungu si kwa kiburi, bali kwa maumivu na mshangao. Bwana, hata lini nitalia nawe hutasikia? Hapa hakuna kutokuamini, bali ni imani iliyojeruhiwa sana. Habakuki analiona taifa linaloporomoka kimaadili mbele ya macho ya Mungu anayeonekana kuwa kimya. Ninakuita jeuri, nawe haukoi. Neno kuu jeuri kwa Kiebrania Hamas, maana yake si tu vurugu ya kimwili, bali ni vurugu isiyo ya haki, ya kimfumo, ya kugandamiza. Linatokea pia katika Mwanzo 6 mstari wa 11 kuhusu kizazi cha gharika. Dunia ilikuwa imejaa jeuri. Wakati wa Mungu walikuwa wamefika kiwango kile cha uharibifu kama ulimwengu wa kabla ya gharika. Ilivyokuwa kabla ya gharika. Tofauti ni kwamba wakati ule Mungu alitenda na kuadhibu, lakini sasa yuko kimya. Kwa nini? Zaidi ya hayo, Habakuki halilii akisema nina maumivu binafsi, bali anasema tazama jinsi udhalimu unavyotawala katika ya watu wako. Kwa nini wanafanya nione uovu na kutazama taabu? Neno uovu kwa Kiebrania awen, maana yake ni uovu, upotovu, moyo uliopotoka. Si kosa la kawaida tu, bali ni mtindo wa maisha wa dhambi uliokubalika kama kawaida. Neno la pili taabu kwa Kiebrania amal, maana yake ni ukandamizi unaozalisha maumivu ya ndani, udhalimu wa kijamii. Picha hapa ni ya nabii anayelazimishwa
kutazama uharibifu wa watu ambao zamani walimcha Mungu. Ni kama daktari anayeshuhudia janga la saratani ya maadili isiyotibiwa, na ugonjwa huo umekubalika kana kwamba ni hali ya kawaida. Ugonjwa huu wa kijamii na kiroho unaonekanaje? Utekaji na udhalimu viko mbele yangu. Mashindano yanaibuka na mabishano yanazuka. Utekaji kwa Kiebrania sod, maana yake ni uharibifu wa kikatili kwa faida binafsi. Udhalimu tena ni hamas. Haya ni maneno mawili yanayoonyesha utamaduni wa unyanyasaji na unyonyaji kati ya ndugu. Uovu hauji tena kutoka kwa maadui, bali kutoka ndani ya jumuiya takatifu. Watu wa Mungu walikuwa wameanza kuishi bila tofauti yoyote na mataifa. Wakati hakuna tena tofauti kati ya watu wa Bwana na ulimwengu, hukumu huja. Wakati kundi la ndugu au hata kanisa nzima linafanya unyanyasaji wa kijamii, yani unapowatumia watu wanaokuzunguka, unawanyonya kwa manufaa yako mwenyewe, na unaendelea kufanya hivyo hata unapokemewa, hiyo ndiyo hali ya hatari. Tunauelezeaje utamaduni unyanyasaji? Ni hasara ya kimwili au ya kihisia? Ni ukanamizi? Ni roho ya ugomvi? Kilicho kibaya zaidi ni kwamba neno haliwezi tena kuzuia mafuriko ya uovu kwa sababu sheria imelegea. Sheria imelegea kwa Kiebrania pug, maana yake ni imezimia, imepooza, imekufa ganzi. Torati haifanyi kazi tena kati ya watu, si kwa sababu imepoteza nguvu zake, bali kwa sababu mioyo imekuwa migumu. Na wakati neno lake halizai tena toba ndani yako, kama wewe ni mtoto wake, nidhamu itafuata. Maandiko yasipoleta tena toba, lakini unaendelea katika dhambi na Bwana hakufundishi kwa nidhamu, Biblia inasema wewe si wake. Jambo la kwanza ambalo tunataka kujifunza ni kwamba si kazi yako kujua ninachofanya katika maisha yangu binafsi. Wakati mtu anadai kuwa sehemu ya mwili wa Kristo, lakini anakataa kila aina ya uwajibikaji wa kindugu, hii inaonyesha kujitenga kwa makusudi, kuvunja ushirika na kudharau utaratibu wa kibiblia. Jambo la pili ni kwamba nimesikia hayo mara elfu, lakini maisha hayabadiliki. Uzoefu wa mara kwa mara wa kusikia neno unakuwa kinga dhidi ya mabadiliko, si chombo cha kubadilisha maisha. Mahubiri yasipogusa tena ujumbe, ukiingia sikio moja na kutoka lingine, hiyo ni ishara ya ugumu wa moyo na uchovu wa kiroho. Jambo la tatu, nimepitia mengi sana. Mungu anaelewa kwa nini niko hivi. Jeraha au mateso halisi yanakuwa ngao dhidi ya toba na utii. Badala ya kusogeza moyo karibu na Mungu, maumivu yanatumika kuhalalisha dhambi. Jambo la nne ni kwamba usiniambie nifanye nini. Mungu pekee yake ndiye anaweza kunihukumu. Huu ni ukataa wa kukemewa na ndugu au wa mamlaka ya kiroho.
Inaonyesha kiburi, kujitenga na kujihesabia haki, ishara kwamba sheria imekufa ganzi ndani na dhambi tayari imejikita. Mpito wa kihomiletika. Lakini Mungu si kiziwi, yeye si mwenye kutojali. Tatizo ni kwamba jibu lake ni la kushangaza sana kiasi kwamba wakati mwingine tungependelea kimya. Jibu lisilotarajiwa la Mungu, hukumu inakuja kupitia Babeli. Habakuki sura yake ya kwanza mstari wa 5 hadi 11. Tazameni, kwa maana nitafanya kazi ambayo hamtaamini. Mungu anawatumia Wakaldeo, taifa lililo potovu zaidi, kama chombo cha haki yake. Hii si udhaifu kwa upande wa Mungu, bali ni ukuu wake wa enzi. Anaweza kutumia kitu chochote ili kutakasa, hata adui, hata mgogoro, hata maumivu. Mungu haidhinishi ukatili, anautumia tu. Habakuki sura yake ya kwanza mstari wa 6 hadi 11. Mungu atahukumu Babeli kwa wakati unaofaa. Tutajionea baadaye. Habakuki sura yake ya pili mstari wa 6 hadi 20. Watu wake wanadibiwa, hawahukumiwi kabisa. Mpito wa kihomiletika. Lakini si rahisi kukubali. Ikiwa Mungu mtakatifu anatumia taifa la kipagani, hii ni hukumu ya namna gani? Haki iko wapi? Utakatifu uko wapi? Tabia yake iko wapi? Msukosuko wa pili wa nabii. Kwa nini unaruhusu wabaya zaidi kuadhibu wale wabaya? Habakuki sura yake ya kwanza mstari wa 12 hadi sura ya pili mstari wa 1. Habakuki amechanganyikiwa sana. Wewe Bwana una macho safi sana hata usione uovu. Inawezekanaje uwainue Babeli wakati wanawakamata watu kama samaki wa baharini? Kisha nabii anafanya jambo la kushangaza. Anasimama, nitasimama mahali pangu pa ulinzi, nami nitasubiri. Habakuki hakimbii, hashutumu. Anasubiri kwa imani jibu la kina zaidi. Mpito wa kihomiletika. Wakati mwingine ushahidi mkubwa zaidi wa imani si mahubiri, si sala ya sauti kubwa, bali ni kubaki ukingojea katika kimya, katika maombi, na Mungu anajibu. Jibu la Mungu mwenye haki ataishi kwa imani. Habakuki sura yake ya pili mstari wa 2 hadi 5. Andika maono, ajipochelewa yangojee. Mungu ajibu kwa maelezo mengi, bali kwa maono yaliyo wazi na ya kudumu, yanayopaswa kuandikwa ili yasomeke kwa urahisi. Katika utamaduni wa wakati huo, ujumbe wa aina hii uliandikwa hadharani uonekane kwa wote. Ilikuwa tendo la heshima na la wazi, si siri iliyofichwa. Aya kuu. Mwenye haki ataishi kwa imani yake. Mwenye haki tadi ni mtu aliyepangwa sawasawa na mapenzi ya Mungu ndani ya agano, si mkamilifu bali mwenye kusimama imara. Imani ama emuna, maana yake ni uthabiti, uimara, uaminifu.
si tu kuamini kwa akili, bali kuendelea mbele hata wakati hauoni chochote. Kinyume chake ni mtu mwenye kiburi, mwenye tamaa, asiye na utulivu. Kiburi, tamaa na kutotulia. Ukiwa na mtu wa aina hiyo karibu yako, huenda Bwana anakufundisha kwa nidhamu kupitia yeye. Yeye atahukumiwa na Bwana wakati wewe utatoka katika mateso hayo ukiwa umetakaswa zaidi. Kwa maana Babeli itaanguka. Picha hapa ni ya Sheoli inayomeza bila kushiba. Mvutano unaendelea. Mwenye haki halindwi dhidi ya machofu, bali anaitwa kusimama kwa kutumaini, si kwa kudhibiti kila kitu wala kwa kuelewa kila kitu kikamilifu. Hitimisho letu la kwanza ni kwamba unaweza kumlilia Mungu kwa uaminifu, si kwa aibu. Habakuki hahukumiwi kwa maswali yake, bali anasikilizwa. Mungu anaweza kukubeba misukosuko yako, hata ile migumu zaidi. Jambo la pili ni kwamba Mungu anaweza kukutumia uovu ili kuwafundisha watoto wake kwa nidhamu, lakini hata usamehe uovu usihukumiwe. Nitawainua Wakaldayo, taifa baya zaidi, lenye utalii zaidi, lenye ibada ya sanamu zaidi. Mungu haidinishi uovu, bali anautumia. Babeli itawajibishwa. Nidhamu ni ya muda kwa watoto wake ili kuwatakasa na kuwarudisha. Hukumu ni ya mwisho kwa wale wanaoishi katika kiburi na ugumu wa moyo. Ukikumbana na nidhamu, si kwa sababu Mungu amekuacha, ni kwa sababu anakuita urudi kwake. Jambo la tatu ni kwamba ufunuo wa Mungu huzaa imani ya kweli, imani inayokufanya uishi, si kusubiri tu. Mungu hatoi maelezo yote, bali hutoa mwelekeo. Andika maono, ijapochelewa yangojee. Hii inadai uchaguzi. Je, utaishi kwa imani au utaanguka katika kiburi? Mwenye kiburi anajenga usalama wake juu yake mwenyewe na juu ya udhibiti wake mwenyewe, naye atamezwa. Mwenye haki anamtumaini Mungu, naye ataishi, si kuokoka tu. Imani ya kweli si kutokuwa na matendo, bali ni ujasiri wa utulivu, si upovu, bali ni kuona kwa ufasaha kupita neno, si ujinga, bali ni uaminifu katikati ya giza. Mungu akubariki tunapoendelea kujifunza pamoja kutoka kitabu cha Habakuki. Asante sana, ubarikiwe na Bwana.